Wewe kama muumini wa Iringa, nini tafakari yako kuelekea adhimisho hilo? Kwanza tunamshukuru Mungu kwa wito wake na kwa maisha yake. Na hasa kwa namna ya pekee kwa umri wetu. Nadhani kwa jimbo la Iringa kihistoria tunaambiwa ni askofu wa pili ambaye maana yake anapewa mamlaka hii ndani ya jimbo lake au eneo lake ambapo atakuwa anatumika. Kwa hiyo binafsi tumefarijika sana kwa sababu kizazi chetu wengi tutashuhudia sakramenti hiyo, kwa sababu wengi hatukuwahi kuona. Na nyingi maaskofu wamekuwa wakihamishwa pengine kutoka jimbo hili kwenda jimbo jingine au pengine wanapatia Roma daraja hilo. Kwa hiyo kwa sasa maana yake tunaona kabisa kwamba kwa sisi tumepata neema, tumebahatika kuweza kuona matakatifu na makuu ya Mungu. Umesema ni askofu wa pili mzawa. Ndio. Wa kwanza alikuwa ni nani? Wa kwanza ambaye alitukadiria historia ambaye alipata daraja hilo hapa jimbo la Iringa ni hayati askofu mkuu Mario Mgulunde ambaye alikuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora, ambaye tunaambiwa alipatia daraja hilo maeneo ya Garden karibu na mnara mkuu wa Sapa wa Manispaa. Kwa maana yake baba ambaye sasa angalie kumtu ambaye maana yake anambadili huyu yeye alipatia Roma Italia, na maana yake hapa aliletwa tu kuja kukabidhiwa jimbo, lakini kwa maana ya daraja lile wengi hatukushuhudia na hatukuona. Lakini ni mzawa. Ni mzawa. Ni mzawa pia angalie kumtu. Ndio, ni mzawa. Kwa hiyo tukasema Romanus ni mzawa wa tatu. Wapo maaskofu wengi ambao wameshatoka jimbo la Iringa kufanya kazi majimbo mengine. Kwa mfano yupo hayati askofu Magnus Mwalunyungu ni mzawa wa jimbo la Iringa. Yupo askofu mkuu wa jimbo kuu la Songea Dennis Damian Dalu. Alafu hayati Mgulunde pia alikuwa ni wa jimbo la Iringa. Ndio. Labda wewe katika hao maaskofu wengine waliopita hujawahi shuhudia daraja takatifu ya askofu ikitolewa miongoni mwa hao? Kwa kweli sikuwahi kushuhudia, isipokuwa nimewahi kushuhudia kusimikwa kwa askofu Tatikius Singalaleku Mtwa akitokea jimbo la Sumbawanga. Wakati tayari ameshapata daraja. Wakati ameshapata daraja tayari la askofu. Okay. Ndio. Kwa nini tafakari yako sasa wewe kwa mara ya kwanza kabisa unashuhudia mzawa akipata daraja takatifu ya askofu ndani ya jimbo lake, na wewe kwa mara ya kwanza unashuhudia? Tafakari yako ni nini? Kwa kweli tafakari yangu kubwa, kwanza nimejiandaa kikamilifu tu kwamba niweze kushuhudia mwenyewe kwa macho yangu juu ya yale ambayo makuu tutayaona kwa maana ya kupitia daraja hilo la askofusho. Lakini kingine cha pekee kwamba ni padri askofu mteule au padri mteule huyu ni padri ambaye namfahamu na amepadrishwa wakati na mimi na umri wangu mkubwa tu hivi, na nilikuwa namfahamu. Kwa hiyo nategemea neema hii kuendelea kuipata kupitia mikono yake na kupitia makuu ambayo atakuwa anatugawia kama mlei wa kawaida. Hongera sana kwa baraka hiyo na tukutakie. Pengine sikujitambulisha, naitwa Constantino Ngusi, natokea parokia Bikira Maria Consolata Mshindo. Hongera sana Constantino. Hongera kwa baraka hiyo na Mungu akubariki sana. Amina, asante sana. Basi na nyewe tuwatakie majukumu mema. Asante sana. Asante sana. Karibu sana. Asante.